Tujue kabisa kitabidi sasa tuambie sisi tuelewe sisi wananchi wako. Sasa wanachoko na kujibu mambo mengine tunaelewa. Tunataka tujue. Nataka nikamwambia na kifaa. Maisha tutaishi nayo mpaka lini? Bora wafanye kazi kwa yani kutia tuache kuna nje hapo wewe bado. Kama mwenye kitu anasema Ibrahim ni hayo, ni mkazi wa Mwaninga. Hili eneo hili la upande wa mashariki lina heka zaidi ya 40. Ni mmiliki wa hili eneo anaitwa Ahmadi Mnyanga. Amenunua hili eneo ana miaka zaidi ya 20. Mwaka kufikia 2016 alianzisha upimaji wa viwanja. Na akapima viwanja, akachonga na mabarabara, viwanja vikapanda mawe, vikawa viko proved. Lakini cha kushangaza kufikia mwaka 2024 akaanza prosesi ya kutaka kuchimba. Akaanza kufuata prosesi, akatoka hapo akaingia serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa ikamuidhinisha kama yenyewe serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa haikushirikisha wananchi wa wakazi wa huku. Kutokana na hili eneo sisi ambao tulioko huku hatuwezi kupata huduma zozote zile bila kupita kwenye hili eneo. Ushalifahamu, tukitaka shule, hospitali, huduma za kijamii lazima tukatize kwenye hili eneo ndio tuende tukufuate mahitaji. Ombi letu tunaomba ili hatutaki masuala ya machimbo, kwa sababu hata hivyo baada ya serikali ya mtaa kuadhinisha kweli wakaja wakaanza kuchimba, na kama baadhi mnaona mashimo hayo hapo mnayaona. Kwa hiyo tunaomba ombi letu, hatutaki machimbo yaendelee. Tumetoa taarifa, tumeanza na serikali ya mtaa, ingawa serikali ya mtaa inafahamu, ushanifahamu tumetoa serikali ya mtaa, tumetoa malalamiko wilayani, lakini hatusikilizwi. Kwa sababu unakokwenda kule unakuta ngazi ya chini, lakini baadaye yale malalamiko unavyotoa kwenye ngazi ya chini hayapelekwi kwenye ngazi ya juu. Kwa hiyo inaonekana kwamba serikali ni hafifu, kwanza ikianzia kwenye upande wa serikali ya mtaa. Machimbo ni wanachimba mchanga, lakini pia athari zinazotokea ni uharibifu wa barabara, njia ndogo. Kama hivyo machimbo yanakaribia katika makazi ya watu, yani kama hivyo watoto wanatumbukia kwenye madimbwi. Kwa majina naitwa Vijawa Saidi. Kero yetu sisi ni kuhusu machimbo ya mchanga ambayo sikumbuki alichimbwa mwaka gani, lakini kwa kipindi hiki tu cha katikati. Wakati tunanunua hivi viwanja tuliambiwa ni viwanja vya kawaida na tujenge kwa ajili ya maendeleo. Cha ajabu kwamba tumeshajenga, sasa hivi wanaanza kuchimba machimbo. Tumeshaenda serikali ya mtaa tumewaambia, na tulishakuja mara ya kwanza kabisa tukaambia sisi swala la machimbo hatulitaki, lakini wao bado wanaendelea. Asali tuliyopata kwa mfano binafsi, sina choo, mvua ya mwaka jana imenyesha, maji yanatoka tu kwa sababu kuna asili ya yenyewe tu, kuna asili ya maji. Kwa hiyo wanapochimba na wale mashimo wanapokuwa makubwa huwa yanatuama, kwa hiyo maji yanaendelea kuwa barabarani, mwisho yanaenda kwenye majumba yetu. Tunakuomba Mama Samia, tukiwa kama wanawake wajane, utusaidie ili swala la machimbo ya mchanga hatuyatake kwa mtaa wetu wa Mwaninga. Naitwa Bwana Deusi Mwenda, ni mkazi wa mtaa wa Mwaninga na miaka takribani zaidi ya 7 toka nimehamia huku. Lakini toka nimehamia huku nimekutana na changamoto nyingi sana katika mtaa wetu. Sasa wa machimbo walipokuja hapa wamechimba ili eneo hapa ya jirani na ile ambalo wanataka kuchimba sasa hivi. Yaani wameongezea hali ya mtaa umekuwa haufai kabisa, kwa sababu humu wanamotaka kuchimba humu na sehemu ambao wameshachimba kulikuwa kuna mitaa, kuna barabara zinapita. Kwa hiyo sasa katika swala zima la machimbo kwa kweli linatuasili, kwa sababu hata hiyo barabara yenyewe tunaitegemea Pwani Road, masika kama haya haina kazi, kuna magari hayaji humu. Umeona? Kwa hiyo kwa kifupi, yani mtaa wetu kwa kifupi yani hauna
uongozi mzuri. Kwa kweli nikisema kuanzia mtendaji wetu wa mtaa, mwenyekiti wetu aliahidi kwamba katika kampeni zake kwamba hakutakuwa na machimbo. Lakini jana cha kuchangaza walikuja hapa watu wa wilayani pamoja na mtendaji ambaye yeye sio mwanasiasa, ni mtumishi tu wa serikali, anafanya kazi ya serikali. Sawa, amesimkatalii, lakini anatuharibia. Mwenyekiti wetu hatujamuona ambaye aliahidi kwamba hapa machimbo hayatakuwepo. Lakini jana walikuja watu wa kamati wanaohusiana na kupima mazingira ili kama mwekezaji anaweza kuchimba mchanga aruhusiwe kuchimba, lakini atakapokuwa pewa kibali na nani? Na wananchi. Ila sasa jana tuliwavamia tu wale, hatukuitwa, tulipata tu habari huko mtaa wa Mbutu na Kimbiji, tukakubaliana sisi tukaorganize kama wanakijiji, kama wana mtaa wa Mwaninga, tukawavamia pale, wakawa wanajiuliza sasa hawa wananchi tuwafanyeje? Hatuwezi kuondoka hivi hivi, tukiondoka hivi hivi tutawadharau. Kwa jana tumetoa malalamiko yetu pale kulingana na wao walivyokuja, wakatusikiliza, wameondoka pale, wakasema wataturudishia jibu. Lakini sasa hilo jibu watakalolileta huku, wasije tena baadaye wakaleta tena mwekezaji mchimba mchanga pale, baada ya wiki moja tunaona kijiko, baada ya kutuletea kwanza majibu ambayo yanaeleweka kulingana na eneo la pale. Kitu kingine si pale wamechea chimba mle, tofauti na ile eneo wanataka kuchimba. Pale kuna shimo. Tunategemea labda ile sehemu waliochimba labda pangejengwa nyumba, tungepata majirani wa kukaa pale waweze kuendeleza mtaa uonekane. Lakini kuna shimo, akija mteja pale hawezi tena kununua. Nikamtolea mfano mfanyakazi mmoja wa wilayani, kaambia wewe unaweza kununua lile shimo ukawa jirani pale, ukinipa bure na nani na chukua. Kujenga pale panawezekanika hata kama umepewa bure? Jibu hakuna. Kwa hiyo tunaomba katika swala hili la uchimbaji hapa lipe kabisa likomeshwe, na uongozi huu kama upo na uongozi wa juu ule wa nani wa wilayani, hata serikali kuu waangalie kwa umakini ili eneo. Pale kuna madimbu ya maji, watoto wanakuja wanacheza. Kwa hiyo wanakuta kijamii napo sio nzuri. Jamii niombe serikali itusikilize sisi wakazi wa Mwaninga, hususan sisi eneo hili ambalo limetuzunguka, ambalo lipo katikati kwenye makazi ya watu. Itusaidie ili eneo lisichimbwe, na hatuhitaji machimbo kwenye mtaa wa Mwaninga. Tumuite ya Mungu mengi aje, nitafika kwa wakati. Naelewa kinachoendelea pale. Kwa hiyo niombe serikali tusikilize, kama waziri wa ardhi atusikie kilio chetu. Sisi kwa kweli hatujapendezwa na hili, tutaharibikiwa sana, maisha yetu yatakuwa magumu. Mwenyekiti wa Mwaninga, mpaka sasa malalamiko ya wananchi yalipofikia, imeundwa kamati kutoka kwa mkuu wa wilaya. Mpaka jana walikuwa huko machimbo, wao nia yao ni wanatathmini jinsi machimbo yalivyo na matatizo ya wananchi na nini, alafu baadaye watarudi tena kwa wananchi. Hilo ndo nalofahamika, na hilo ndo tunalokwenda nalo sasa hivi. Nadhani ndio maana wakaunda timu hiyo ya kuja kutathmini na kufanya marekebisho ambapo pana matatizo kwa wananchi. Na ilikuwaje machimbo yakatokea au yakaanza, au yule mwekezaji kufika hapa ilikuwaje? Aliingiaje? Mimi kuingia kwa mwekezaji kusema kweli sifahamu, kwa sababu ninachokijua mimi tangu hii wilaya iko wilaya ya Temeke, kusema kweli ninachokijua mimi ni nadhani mimi haya nimeyakuta, na mkuu wa wilaya ameunda timu
nadhani matatizo yote yatakwisha. Bwana, hayo yanawakera wananchi. Hiyo timu inafanya kazi gani? Labda inaenda kuchunguza nini na itaangalia vitu gani? Na hiyo timu imekuja kuangalia sehemu za machimbo zilizoathirika kwa wananchi, alafu wataangalia watakachokifanya. Labda kama nyinyi na serikali yako mmepitia yale maeneo na mmeona athari hizo, na ndio maana niko pamoja nao wananchi. Kwa hiyo unawaahidi nini wananchi? Wasubiri mrejesho. Kama jana mfano mkuu wa wilaya ameunda timu, imekuja inafanya imeangalia, imekwenda na tathmini, ikirudi nadhani italeta majibu mazuri tu kwa wananchi. Na wananchi walishirikishwa katika maamuzi yote na uundaji wa hiyo timu, labda kuna uwakilishi kwa wananchi? Walikuwepo. Kwa hiyo uwakilishi wa wananchi upo katika hiyo timu? Iwapo mimi nilikuwa naumwa nikamtuma mtendaji wangu alikuwa pamoja na hiyo timu. Walikuwa pale wote. Kwa hiyo wapo ni miongoni mwa watu ambao wapo kwenye timu, yani wananchi ambao wanazunguka maeneo wapo kwenye hiyo timu. Ni marufuku kufanya hiyo shughuli ya machimbo. Wangoje mrejesho, wale nao ndio maana wakaunda timu ikaja. Kwa hiyo mrejesho wao nadhani utakuwa mzuri kwa wananchi wanaoishi maeneo yale. Hakuna matatizo, wao watulie, wangoje mrejesho. Lakini kuna taarifa pia tumezisikia wanasema huyu mwekezaji alishafika ofisini kwenu na akaomba nyinyi mpatie kibali, mkamkatalia. Akasema yeye ana uwezo hata kupiga simu juu, mamlaka zikamruhusu. Hayo mimi siyafahamu. Hayo siyafahamu. Ninachojua tu timu iliyoundwa kutokana na malalamiko ya kule, basi itakayokuja kuleta mrejesho mzuri kwa wananchi. Hilo ndo nalolifahamu mimi.